Tena kufanya furaha na shangwe ilipasa, kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Tumsifu Yesu Kristo. Jubilei 2025. Basi ndugu zangu katika Kristo, karibuni tuweze kutafakari maandiko matakatifu ambayo tumeyasikia hivi punde. Na kama nilivyoambia katika utangulizi kwamba leo tuko Dominika ya 4. Na Dominika ya 4 kwa kipindi cha Kwaresima huwa ni Dominika ya furaha. Ni Dominika ambayo tumeshaanza safari ya kila mmoja kutafakari namna yake. Nadhani kufikia Dominika ya 4 mtu anakuwa tayari sasa ameamua kwamba mambo yako namna gani. Na ndio maana Jumapili ijayo ni Jumapili ya 5 ambao kwa namna moja tunaanza kuonja mateso ya Kristo. Tunaanza kufunika hadi misalaba kuonyesha kwamba sasa Kristo tena hatembei wazi kwa sababu tayari sasa mateso yanakaribia. Kumbe leo tunafurahia. Na tunafurahia nini hasa? Tunafurahia ile huruma ya Mungu. Tunafurahia yale matokeo ambayo Mwenyezi Mungu anatupenda na kutujalia. Kama tulivyoona katika somo letu la kwanza, tunajua ambavyo Mungu anamwambia Yoshua kwamba waambie wana wa Israeli sasa ule utumwa wote wa Misri umekwisha. Sasa kila mmoja ataenda ale chakula ambacho amelima, awe na ardhi ambayo sasa tayari ni ya kwake. Wana wa Israeli wanafurahia kutoka utumwani Misri kuingia nchi ya ahadi, nchi ya Kanaani. Wamezoea wanatupiwa kwale, mikate, sasa watakula chakula cha mazao yao ambayo wamelima. Na pale tunaona wanaanza kutengeneza vibanda na wanaanza kufurahia. Sasa wako huru katika Bwana. Na hiyo ndio ambayo tunaona ile furaha kwamba sasa wamemsikiliza Mungu na wametembea vema na wamefika katika ile furaha waliokuwa wanaitarajia. Na wanapata furaha ya kweli na wanashangilia. Kama tulivyosikia katika wimbo wetu wa mwanzo kwamba furahi Yerusalemu, furahini ninyi nyote mpendao, mpate kunyonya na kushibishwa kwa maziwa ya faraja. Ni maneno ambayo yaliandikwa baada ya wana wa Israeli kutoka utumwani. Huko wanaingia wanakuta Yerusalemu yao ilikuwa tayari imebomolewa, sasa inajengewa. Wanaambiwa sasa mfurahi tena kwa sababu tayari mmemrudia yule Mungu ambaye sasa ndiye aliyewapa vyote katika maisha yenu yote na kuwatoa katika utumwani huko. Ndugu zangu, mara nyingi mwanadamu kwa asili anapenda uhuru na anapenda afanye kile ambacho anapenda afanye. Lakini ndugu zangu, mwanadamu yeyote hana uhuru wowote. Uhuru utakuwa nao tu kama ukitenda yale yanayokupasa kutenda. Ukiyafanya hayo, wewe uko huru. Kwa mfano, ni mwanafunzi, ukafuata sheria shuleni, hadi shule utaipenda kwa sababu huwezi kugombana na mtu yoyote, uko huru. Ni kuwahi namba, saa ngapi umeenda, njoo na mfagio umepeleka, fanya hivi umepeleka. Sasa mwalimu atake kupiga ni mwalimu yupi? Atakuwa ni kichaa. Utafurahia na shule itakuwa nzuri. Lakini akisema njoo na matete, wewe unabana, huwezi kupenda shule. Na huwezi kusoma kwa furaha. Na uhuru wote ule utaufanya tu vile ambavyo unafuata. Umeoa na kuolewa, uko kwenye familia. Ukafuata familia ilivyo, mkapendana vilivyo, mkafurahi bila, huwa mnapenda kusema kwa Kiingereza, sio kwa nini msemi kwa Kiswahili, bila cheating. Eti hata wanapenda kusema kwa Kiingereza bila cheating. Hiyo familia itakuwa na furaha, sio kwa sababu mna furaha, kwa sababu kila mmoja amezingatia mipaka yake na namna yake. Yani huo ndio uhuru ambao Mwenyezi Mungu ametupatia. Na ndio maana tupatia utashi, akatupatia na akili. Ukizitumia vizuri, huo ndio uhuru wenyewe. Lakini ukitafuta uhuru bila kufuatiliwa, huo utakuwa sio uhuru. Na ndicho ambacho leo tunakiona katika Injili, ambapo tunaona wale wana wawili, mmoja anamfuata, mmoja anahitaji uhuru wa kutoka kabisa, yani uhuru ambao hauna mipaka.
Ndivyo ambavyo watu wengi tunapenda. Na kweli anaenda kwa baba yake anasema naomba sehemu nayo niangukia. Mimi nimechoka kukaa chini yako. Kazi mwana ananiambia nije saa 2, sijui nije saa 1, sijui nifanye hivi. Mimi nimechoka. Naomba vitu vyangu mimi nijue maisha yangu. Hapo alitafuta uhuru. Na huo uhuru ndio watu wengi, binadamu wengi, tulio wengi tunaupenda huo. Tunaona kwa watu ikaa sehemu fulani, watu wanatuongoza namna fulani, wanatuelekeza, hatuna uhuru. Lakini sasa tunahitaji uhuru wetu. Na kweli yule hakuwa na hiana, akasema chukua vitu vyako. Wala hakuwa na shida. Jamaa akasafiri, akatembea huko anakojua. Uhuru ameupata. Eti waheshimiwa, ni kweli? Aliupata uhuru tena wa nguvu wa maana sana, ambao kila mmoja wetu kati yetu tunaulilia. Tunalilia uhuru wa namna hiyo. Na kweli anaenda anatapanya, ni bosi. Akiingia kwenye baa ni yeye. Ongeza hapa kama tulivyo, hana shida. Sasa nataka sifa yake na uhuru wake. Lakini nakujua kama vinaisha. Kila kitu kinahitaji hekima, kinahitaji busara. Na hekima, busara, elimu, wao wanasema kwamba birarahugwa. Eti mnajua kurahura? Hekima, akili, elimu, hiyo lazima uitoe kwa mtu mwingine kwenda kwako. Na unahitaji watu, sio kama unaitoa tu kutoka mbinguni. Yirarahugwa, birarahugwa. Eti waheshimiwa, vile ambavyo unaenda kuchukua moto kwa mwingine unakuja kuwasha kwako, na unapata moto ule na chakula kinaiva. Hata hekima, akili, elimu inatoka kwa mtu mwingine. Na ndio maana ukihitaji uhuru wa peke yako, kwamba utaki mtu mwingine ukosoe, ni lazima utapotea tu. Na ndicho kinachopata huyu dogo, anapotea huko, anakosa kila kitu, kwa sababu ametumia vitu vyake kwa uhuru wake bila kujali mawazo ya wengine, bila kujali elimu kutoka kwa mwingine, bila kujali wengine wanasema nini, yakidhani kwamba anajitosheleza. Ndugu zangu, hatujitoshelezi. Kuna neno moja ambalo kila siku nitawaambia, na kila siku mlikumbuke maishani mwenu. Man is a contingent being. Yaani mwanadamu ni contingent, haijashi kwamba na nini. Ni tegemezi, ni tegemezi. Mwanadamu ni tegemezi. Hilo utembee nao maisha yako yote. Utaishi kwa furaha, utaishi kwa amani siku zote. Sasa baadaye anatumia vyote na vinaisha. Na ule uhuru sasa aliokuwa nao na wenyewe unaisha. Anaenda kuongozwa na nguruwe, sio kuziongoza yeye. Kwa sababu nguruwe zinakula vizuri kuliko yeye, na yeye hadi chakula cha nguruwe anakula maganda yaliyoachwa na nani? Na nguruwe, kwa sababu alitaka uhuru wake. Sasa kwa sababu uhuru wake haujitoshelezi, sasa umekosekana, ni bora nguruwe kuliko yeye. Na katika wanyama wote, katika nyakati za Uyahudi, na ndio hata Warawi waliandika kwamba nguruwe ni haramu, ni kwa sababu ni kati ya wanyama ambao walikuwa wanadharaulika sana, na walikuwa yani ovyo kuliko vitu vyote vile, kwa sababu nguruwe ni mchafu, ndivyo anavyosema. Na ndio maana na yeye alipelekwa kule. Sasa wakamthamanisha kati ya yeye na nguruwe, warau nguruwe ni nafuu kuliko yeye. Akazingatia moyoni. Hili ndio ambao ndio la msingi leo. Akazingatia moyoni. Yule ambaye alikuwa anasema kwamba ni adui, anaona kama vile amembanabana, yule ndiye anayeanza kumuwaza tena. Na anaanza kuwaza vibaya kweli. Hivi ni watumishi wangapi wako nyumbani wanaenjoy, wanakula chakula, wanasaza, ila mimi niko hapa na kufa kwa njaa na natamani kula vitu vya nguruwe? Hapo ndipo akili zilipoanza kumsogea sasa, na akawaza vizuri kwa pamoja na kuwa niko hivi, lakini sasa nitaondoka. Hiyo ndio hija ya kweli. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na nitamwambia, baba, nimekosa mbele Mungu na mbele yako. Sasa sistahili tena kuitwa mwana wako tena. Yaani ni afadhali awe mtumwa, kwa sababu pale mtumwa anaenjoy kuliko yeye aliyokuwa kwenye nguruwe. Ni afadhali niwe mtumwa tu, nisiwe mwana wako tena. Siku hizo watu wanasema kweli, lakini pamoja na kuwaza hayo yote moyoni, alivyokuwa naenda alikutana na surprise. Eti mnajua surprise eti? Yaani alivyokuwa amewaza majuto makubwa sana, lakini anavyokaribia nyumbani anakutana na surprise. Yaani yule baba yake ambaye alikuwa amemkosea vilivyo, na yana anatamani awe mtumishi wake tu, anamkimbilia, anamkumbatia, anambusu.
yetu waheshimiwa. Mnaonaje hiyo? Ni nzuri? Ni nzuri sana. Anamkumbatia. Ili anajitetea, oh baba nimekosa, sistahili. Aisee, leteni mavazi yale mazuri, mvikeni. Oh sister, hisi unifanye nini? Leta pete, mvishe. Leta viatu. Yani yuko anapambana namna gani aonekane, lakini yule ameshaona wema wake, ameshaona mazingatio ya moyo. Na ndio maana toba ya kweli inatoka ndani ya moyo. Wala toba ya kweli sio maneno. Maneno ni porojo tu. Kuna walevi hapa walishaahidi. Walishaahidi sana kila siku, bibi hii viacha kabisa. Anadandika wiki moja, wiki mbili, huyo mtaroni.